Bwana Yesu asifiwe. Ni mara nyingine tena nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ili tushirikiane neno la Mungu hata wakati katika jina la Yesu. Kama una Biblia yako utaweza kufungua nami katika kitabu cha Isaya mlango ni wa 6 mstari wa 8. Na pia utafungua kitabu cha Isaya 66 mstari wa 2. Utaanza na Isaya 6 mstari wa 8. Biblia inasema kwamba kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, nitume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Isaya mlango ni wa 66 mstari wa 2. Biblia inasema kwamba maana mkono wa Mungu ndio uliofanya hivi vitu vyote vikapata kutokea, asema Bwana, lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyobondeka, atetemekaye asikiapo neno la Bwana. Ujumbe wangu wa siku ya leo ni kuhusu aina ya mtu ambaye Mungu anatafuta. Nataka niseme kwamba Mungu kukuumba wewe na mimi, alituumba ili kusudi tuweze kuwa na ushirika na yeye. Ushirika wetu na yeye, la kwanza ni kupitia maombi na maombezi. Namba 2, ili kusudi kufanya kazi pamoja na sisi. Lakini ndipo aweze kufanya kazi pamoja na wewe, afanye kazi na mtu yeyote yule. Anafanya kazi na mtu ambaye Mungu mwenyewe akijiangalia anajiona katika maisha yake. Ni nini maana hiyo? Taswira ya Mungu, taswira ya Yesu inadhihirika ndani mwako. Tabia yako, matendo yako, mienendo yako, uungu uweze kuonekana ndani mwake. Na ndio sababu unaona kwamba maandiko yanasema kwamba Mungu anauliza, ni nani tutakayemtuma aende aweze kwenda kwa niaba yetu? Mungu hatumi mtu yeyote yule. Ili aweze kukutuma, cha kwanza itabidi anapokuita uweze kuitikia. Kuna sauti ya Mungu na pia kuna amri ya Mungu. Sauti ya Mungu inakuita, lakini ukija anakuamrisha. Na amri ya Mungu ya kwanza anayekuamrisha na kuelekeza yaani tabia ya kibinadamu iweze kuondoka ndani mwako, ili tabia ya Mungu iweze kuumbika ndani mwako. Ndipo katika kitabu cha Isaya 66 Biblia inasema kwamba ni mkono wangu ndio ulifanya haya mambo yakaweza kutokea. Na ni mtu wa aina hii ambaye ninayemtafuta, mtu aliye na moyo mnyonge, moyo uliobondeka, atetemekaye akisikia neno la Bwana. Mungu ili aweze kutumika na wewe, cha kwanza ataweza kukuweka kwa shule yake. Shule ya Mungu si shule ya Biblia yenye tunaenda. Kwenda kwa shule ya Biblia ni vizuri, hata mimi nimeenda, lakini hiyo si ndio shule ya Mungu. Shule ya Mungu ni kwa matendo. Na yale matendo yanapokutukuta katika maisha yetu huwa yanaharibu tabia ya kibinadamu, ili tabia ya uungu iweze kuumbika ndani mwetu. Ataruhusu mambo yatatokea baada ya kumpokea, ili kusudi aweze kuona kwamba tabia yake imebadilika na ikawa ni yake. Kama wewe ulikuwa ni mchoyo, Mungu atadina hiyo roho ya uchoyo kivipi? Labda wewe ukipika chakula kwa nyumba, alafu kasikia wageni wanaingia, unakificha chini ya kitanda. Wakati unaweka tu maji sufuriani hivi, ama chakula nakiweka kwenye meko,
ataruhusu mtu ataingia, na kisha ingia utasubiria aweze kuondoka, hataondoka. Hata kama labda ulikuwa unapika ugali, unaongeza maji kwa sufuria, labda pengine ndio huyu mtu achoke aweze kuondoka, hataondoka. Utapika, mtakula na yeye. Kuna wale ambao wanapenda Mungu atumike na wao, wanapenda waone nguvu za Mungu katika maisha yao, lakini wao ni wachoyo. Hata pengine mtoto wa jirani amekuja, chakula kiko pale, unapata kwamba mama anaitikia, anasema mama yako anakuita, yaani ili kusudi aondoke yeye akule na watoto wake. Mungu hawezi akatumika na mtu mchoyo. That's why ataruhusu mambo yatokesee katika maisha yako ambaye atakayoweza kuondoa ule uchoyo. Labda wewe ni mtu wa hasira, ataruhusu kuna wale wanaweza kukuja ili kusudi kukuchokoza. Ni kwa nini? Ili kusudi kukubonda bonda mpaka hasira iondoke, sababu Biblia inasema kwamba tuwe wepesi wa kusikia wala si kunena au kukasirika, maana hasira ya mwanadamu haitendi mapenzi ya Mungu. So kwa hivyo Mungu anaelewa hasira ya binadamu si tabia ya Mungu, haitendi mapenzi ya Mungu. So atadili nayo namna gani? Wakati umempokea Yesu katika maisha, sometimes ataruhusu wale watakao kuja kukukwasa, na kwa sababu umekaa katika mafundisho na katika mahubiri, ataona je, utaapply chenye ambacho alikufunza ama hapana. Pia kitu kingine, Mungu anaweza kunena na wewe ili kusudi kukupa mtihani. Mungu, kuna mitihani na kuna majaribu. Mitihani ni Mungu ndiye anapeana ili aweze kuona kwamba chenye ulijifunza, je, utaexercise ama hapana. Lakini majaribu ni shetani ndiye anayepeana majaribu. Mungu akakutana Ibrahimu akampromise kumpa mtoto akiwa na miaka 70, lakini miaka imeenda karibu kufika 100. Abraham akawa amekata tamaa, akasema, Bwana, tazama mimi miaka yangu imeenda na sina mwenye ataweza kurithi mali yangu ila ni Eliasari huyu Mdameski. Mungu akamwambia kwamba ukienda sawa mbele yangu, nitafanya agano langu nawe, na si mwingine mwenye atakayerithi vitu vyako bali atokaye viunoni mwako. Baada ya miaka 100 anapata mtoto, na vile anapata mtoto amefurahi. Watu wanashuhudia, wanasema kwamba Mungu ni mwaminifu. Hata anasema Mungu ni mwaminifu, lakini Mungu akampa mtihani. Ule mtihani ni kutaka kuondoa ubinadamu ili uungu umbike. Mungu hutumika tu na mtu ambaye aliye na moyo uliobondeka, moyo mnyonge, anayetetemeka akisikia neno la Bwana, akisikia Mungu ameongea awezi akabagain. Yeye atafanya vile Mungu amefanya. Ni mtu mwenye ambaye akisikia toka kwa Mungu hata jadiliana na mkewe, hata jadiliana na mumewe, hata jadiliana na jirani, hata jadiliana na marafiki. Sababu mwanadamu ukimwongelesha yaliyo ya Mungu, mambo ya Mungu mara nyingi yanaonekana ni kama Mungu anakugandamiza. Lakini hapo ukitii, ukafanya vile ametaka, ndipo te experience nguvu za Mungu katika maisha yako. Abrahamu akaambia mtoto wake, kesho tunaenda kutoa dhabihu pale mlimani. Wakaenda na wafanyikazi. Hakuambia mke wake chenye kinafanyika, lakini alikuwa amesikia toka kwa Mungu. Mungu alikuwa ana test, na hiyo test ndio inaondoa ubinadamu ili uungu umbike ndani ya mtu. Alipoenda na wafanyikazi wakafika karibu na mlima, akamwambia, bakini hapa, mimi naenda mlimani na mwanangu. Wakiona mtoto anaona moto umebebwa, sababu wakati kulikuwa na kiberiti. Kuni simebebwa. Akamuuliza, kuni ndio hizi, moto upo, na sadaka iko wapi? Babaka akasema kwamba Mungu atapeana. Na kweli hakusita. Ni mtoto wa pekee, lakini sababu amesikia toka kwa Mungu, hakumpinga, na akachukua huyo mtoto akamfunga, akamweka juu ya kuni akitaka kumchinja. Mungu akasema, Abraham, kwani haukunizuilia hata kwa haja kutoa mwana wako wa pekee? Usimchinje mwanao. Tazama kondoo ndio yule.
alipita mtihani. Mungu watu anaowatafuta ni watu ambao ubinadamu muondoko. Unajua ubinadamu umebeba ubinafsi. That's why utapata kwamba hata kuhusu upendo utapata mama anaweza kulalamika mume hanipendi, ama mume aseme kwamba mke hanipendi. Lakini ukiuliza mume wake pia, je, huyu anakupenda au mke wake, atasema hanipendi. Mtu chenye amezaliwa nacho ni ubinafsi, lakini hawezi akasema nature yangu ni upendo. And that's why tunachifanyia kazi ili kusudi uungu umbike ndani mwetu. Mungu anatafuta watu aina gani ili atumika nao, aachilie nguvu zake ndani mwao? Ni watu ambao tabia ya Mungu iko ndani mwao, na tabia ya Mungu ni aina ya mtu mwenye ambaye aliye na moyo uliobondeka, atetemekae akisikia neno la Bwana. Naongea hivi hata kuna watu leo hii Mungu aliongea na wewe kwamba utoe shamba ili kanisa lijengwe, lakini moyo wako uko stubborn, haujatii, hauna moyo wa kubondeka. Ni nini chenye Mungu anatafuta? Alikuwa anapenda atumike na wewe, alikuwa anapenda ashughulikie jamii yako. Wewe tii na ufanye kile Mungu amefanya, sababu aina ya mtu mwenye Mungu anatafuta si mwingine, ni mtu ambaye ana moyo uliobondeka, atetemekae akisikia neno la Bwana. Ni Mungu, mkono wa Mungu umeruhusu mambo yatokezee ili kusudi aone kwamba una moyo uliobondeka, una moyo unatetemeka ukisikia neno la Bwana ama hapana. Kuna watu ambao anapata mshahara, anapata faida. Biblia inaongelea kuhusu kutoa fungu la 10, kutoa sadaka. Yes, anasikia sauti ndani mwake, lakini anaweka jamii yake kwanza, anaweka shughuli zake kwanza, ndipo Mungu baadaye. Hata akisikia sauti imeongea hatetemeki, habondeki. Nataka nikwambie kwamba wale Mungu anatafuta ili awainue, ili awabariki, ni aina ya watu walio na moyo uliobondeka, moyo mnyonge, utetemekao kusikia neno la Bwana. Anaposikia anafanya maamuzi, anafanya vile Mungu anavyotaka. So kama we ni aina yule mwenye ambao mambo yametokea katika maisha yako, uende kao Mungu anapenda yale ameruhusu yatokezee, aone uvumilivu wako, aone subira yako, aone uaminifu wako ukitenda chenye amekwambia, ili akuinue kiwango kingine. Usiweze kusita, usifanye moyo wako kwa mgumu, fanya moyo wako kwa mwepesi, na utaona Mungu akitumika na wewe kwa jina la Yesu. By the way, nikimalizia ni kwamba sisi tunatumika pamoja na Mungu, sababu ndipo Mungu aokoe Israeli, ilibidi ainue Musa. Ndipo Mungu aweze kufikisha Israeli katika nchi ya ahadi, ilibidi ainue Yoshua. Wende kawa wendi wokovu katika jamii yenu, wendi wokovu katika huo mji, wendi wokovu katika taifa la Kenya na ulimwengu mzima. Mungu anapenda atumike na wewe, lakini ndipo atumike na wewe moyo wako yafose kuwa ni ulio mnyonge, uliobondeka, una moyo wa kutetemeka ukisikia neno la Bwana, ukafanya chenye amesema katika jina la Yesu. Kwa hivyo napenda nimalizie pale, na hebu tuombe tukiwa nawe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, moyo wangu unatamani, na moyo wa mpendwa huyu kwa ujumbe ambao usikia anatamani, ili kusudi aweze kuwa aina ya mtu mwenye unayemtafuta. Na mtu mwenye unamtafuta ni mtu aliye na moyo uliobondeka, atetemekae akisikia neno la Bwana. Mungu tusaidie, sababu neno lako linasema kwamba mkono wako umeruhusu kutupa mitihani kwa vyenye tuko